Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu, waheshimiwa wajumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, nikitambua uwepo wa waheshimiwa wenye viti wa mikoa wote walioko hapa, makatibu wa mikoa walioko hapa, na viongozi wengine wote wa Chama cha Mapinduzi mlioko hapa, Mheshimiwa Daktari Batilda, mkuu wetu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wa kilimo na mbunge mwenyeji mkoa huu. Natambua uwepo wa waheshimiwa wabunge wote wakiwemo wabunge wenyeji wa mkoa huu, viongozi washauri wa ofisi ya Rais walioko hapa. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Lukuvi, Mheshimiwa Heri, Mheshimiwa Balozi Luhavi kwa pamoja na Mheshimiwa Alhaji Blembo kutoka ofisi ya Rais, ndugu viongozi wa serikali wa ngazi mbalimbali kiwemo kuu. Lakini pia natambua uwepo wa waheshimiwa wabunge wenzangu ambao niliwatamka mwanzo, lakini tunao wabunge kutoka maeneo mbalimbali, na natambua pia uwepo wa Comrade Chongolo, katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, tuko naye hapa, mke, watoto na wanafamilia wa marehemu. Pia viongozi wa vyama vya siasa rafiki mlioko hapa, viongozi wa dini mbalimbali, tuko hapa na mwenyekiti na shehe wa mkoa, lakini tumeona pia mababa askofu, wachungaji tunao pia hapa kwenye kusanyiko huu, wanahabari, waombolezaji wenzangu wote mlioko hapa. Mimi niko mbele yenu hapa kwenye tukio hili la huzuni nikimwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye leo alipenda kuwa hapa kuungana nasi na kuja kutoa pole kwa wanafamilia, lakini yuko nchini Namibia toka kabla ya msiba huu kwa ajili ya kumzika rais mwenzake aliyekuwa rais wa Namibia. Kwa hivyo nimependeza kumtuma kuleta salamu za pole kwa mke, watoto na wanafamilia na wanasimu wote na wote walioguswa na msiba huu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anawapa pole sana, na katika kutoa salamu zake za pole alituagiza karimu kuhudumia mahitaji yote ya msiba huu kwa sababu mbalimbali tazitaja baadaye. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaungana na familia, wana Tabora na Watanzania kwa huzuni ya msiba huu wa kaka yetu, mzee wetu. Msiba huu ni wa ghafla. Hatukupata taarifa za awali za kuwa anaumwa labda siku 2-3, na baada ya kupokea tukio hili tungeweza kukumbuka historia ya kuwa aliugua kwa muda mrefu. Lakini ametoka nyumbani asubuhi, anaenda kwenye majukumu yake ya kawaida. Amefika na msubiri mgeni wake, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania. Hapo hapo wakaanza kuona mabadiliko waliokuwa jirani na wakimbizwa hospitalini, na ndio mwisho wa uhai wake. Kila aliyesikia tukio hili tulipata shtuko na huzuni kubwa.
mpaka sasa tuamini kinachoendelea, lakini haya ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumekuja kuungana nanyi kuwapa pole, huku tukitambua kwamba Mheshimiwa Makasuvi wakati wa uhai wake amefanya shughuli nyingi za maendeleo kwenye taifa hili. Nasi upande wa serikali hatuwezi kumsahau kamwe. Mheshimiwa Makasuvi mbali ya kuwa amekuwa kiongozi kwenye sekta mbalimbali binafsi, lakini amekifanya kazi kwenye taasisi za serikali, na historia yake ndefu. Amekuwa mtumishi mwema kwenye ushirika ambao unasimamiwa na Wizara ya Kilimo. Amekuwa mwana ushirika kutoka hapa Mabama, wilaya ya Dui, mkoa na ukanda huu wa wakulima wa tumbaku kwa miaka mingi, na kwa umahiri wake Tume ya Ushirika Tanzania ilimuona na kutambua mchango wake na kuona utakuwa muhimu katika taifa hili. Amekuwa mjumbe wa Tume ya Ushirika Tanzania kwa miaka mingi sana, na amekuwa kiongozi wa kitaifa wa ushirika hapa nchini. Hata ujenzi wa jengo kubwa la ushirika lenye ghorofa nyingi kuliko magorofa mengine wakati huo lilipokuwa linajengwa, ilikuwa ni moja ya ushauri wake. Na ameendelea pia kuiwakilisha nchi hii kwenye ushirika kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, nchi za ukanda wa SADC na bara la Afrika. Mmesikia kwenye historia yake akienda huko kwenye masomo mbalimbali, kozi nyingi alizozisoma nje zilikuwa zinagusa ushirika, na kozi hizi zilikuwa zinampa uwezo, taaluma ya kuja kuileta nyumbani na kuimarisha ushirika. Kuimarika kwa ushirika hapa nchini kumetokana na mchango wake. Kwa serikali hatutaweza kumsahau kamwe. Pengo hili itachukua muda mrefu kupata watu wenye ujuzi mkubwa wa aina yake na umahiri mkubwa wa kusimamia, lakini kushirikiana na wenzake katika kusimamia masuala ya ushirika. Naamini katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi atakapokuja hapa kutoa salamu za chama ataeleza mengi kwa uzoefu wake ndani ya chama na mchango wake. Lakini nataka niwahakikishie kwanza wanafamilia, ndugu jamaa na waombolezaji wote kwamba agizo la Mheshimiwa Rais ambalo tayari tumelitekeleza, hii itaenda pia kuona hatua za mwisho namna familia inavyoachwa, tutaendelea kushirikiana nao. Nataka nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Bashe kwa uratibu mzuri wa matukio yote toka msiba huu ulipopata mpaka sasa, na tunaamini mpaka kukamilika kwake kwa tukio hili la mazishi kisimamiwa na yeye pamoja na kamati yake ambayo wameshirikiana nayo kwa upande wa serikali. Na tuihakikishie tu mke wa marehemu, watoto, tutaendelea kushirikiana nanyi katika mambo yote ambayo unaona muhimu kwa upande wa serikali. Na sisi kwa sababu mkuu wa mkoa yuko hapa na ameeleza mengi na mchango wake upande wa serikali, hayo ndio ambayo kiongozi huyu ameyafanya alipokuwa hapa wakati wa uhai wake. Mimi binafsi naungana pia na Mheshimiwa Rais kutoa pole kwa mke, watoto marehemu na ndugu na jamaa, waombolezaji wote mlioko hapa. Binafsi namfahamu marehemu kwa ukaribu. Mimi nilipokuwa mkuu wa wilaya mwaka 2006, wilaya ya Urambo mpaka 2009, wakati wote nimefanya kazi naye kwa ukaribu. Na nilipokuwa nasimamia kilimo cha tumbaku na baadaye tukaanzisha kilimo cha pamba na alizeti, yeye ndio alishauri kwamba ili mazao haya yaweze kufanikiwa, ushirika ambao utakuwa umekomaa, na aliingiza wilaya ya Urambo kwenye ushirika wa Wetco, na hatimaye Urambo iliendelea vizuri. Katika kipindi chake nilimtumia sana kupata ushauri, kwa namkumbuka kwa karibu, na kwa hiyo kuguswa ambako pia na yeye mmeguswa pamoja na sisi ambao pia leo tumekuja hapa. Ndugu waombolezaji wote mlioko hapa, viongozi wa ngazi mbalimbali, ndugu familia na wanahabari,
Mimi nilikuja hapa kutoa salamu hizo za Mheshimiwa Rais kutoka serikalini, lakini pia ushuhuda wa utumishi wa marehemu, nikiwa hapa kama mtumishi wa serikali, namna ambavyo yeye ameshiriki katika kutoa mchango wake. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina.